Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad alladhi harrama adh-dhulma fil harbi faqal man qatala saghiran aw kabiran aw ahraqa nakhlan aw qata'a shajaratan muthmiratan أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا. رواه أحمد في المسند. وعلى آله وصحابته الكرام رجال قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبذلوا أموالهم وأوقاتهم وفراغهم في سبيل إعلاء كلمة الله إلى أن أوصلوا رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة إلى الأصعدة المعمورة. وعلى آله وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ndugu zangu katika iman, katika msikiti huu wa Mwenye Mkuu, leo tarehe 14 mwezi wa 4 2025, katika darasa letu endelevu hapa kila Jumatatu na Jumanne baada al-maghrib mpaka isha, huwa tunakuwa na darsa ambalo siku nyingine huwa anakuwa Sheikh Juma hafidhahullah min kulli sharrin wa makruh ainama kan, huwa anakuwa naye darsa. Kwa hiyo tunakuwa tupo wawili hapa, na inapotokea dharura mmoja, basi mwingine huwa anaziba nafasi ya mwenzake kama hana dharura. Hii yote lengo lake ni kufikisha kalimatullah, kufikisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila al-mujtama' al-islami, kwenye jamii ya Kiislamu. Leo katika darsa letu hili tutazungumzia matukio 7 ya kihistoria yaliyotokea katika mwezi huu wa Shawwal, mfungo mosi. Tutayataja machache na tutafafanua machache. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kumfanya Muislamu aweze kujitambua kwamba miezi hii ni mambo gani yaliyotokea kwa ajili ya yeye Muislamu kubakia katika Uislamu na kuwa aziz. Wapo ambao waliopoteza maisha yao, umri wao, mali zao, wakaacha kila kitu kwa sababu ya la ilaha illa Allah, ambao waliojitolea walikuwa ni masahaba ambao tumebakia mimi na wewe sasa, ambao tunaweza tukajiona kwamba sisi ni bora kuliko wengine, lakini wapo wale ambao waliosimama na Rasulullah sallallahu alayhi wasallama wakaacha kila kitu kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Katika moja ya matokeo ambayo au matukio ya kihistoria ambayo yametokea katika mwezi wa mfungo mosi, tutayataja kwanza hapa. Tukio la kwanza limetokea katika mwezi wa Shawwal, ni Ghazwat Bani Sulaim au Qarqaratul Qudr. Ilitokea mwaka wa 2 katika mwezi wa Shawwal, mwezi kama huu tulionao. Hiyo ilikuwa ni katika mwezi wa Shawwal. Vita ya pili au tukio la pili la kihistoria, Ghazwat Bani Qainuqa. Ghazwat Bani Qainuqa ni vita iliyopelekea kuwapiga vita hawa Mayahudi. Walikuwa kabila lao linaitwa Banu Qainuqa, ambao hawa waliwahi kuhamia Madina kabla ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakaushika mji wa Madina, wakafanya kila kitu
soko, biashara zote, wakawa wao kwa sababu wanajua usaliti Mayahudi, wakawa wameishika Madina. Wakati huo Madina inaitwa Yathrib. Imekuja kuitwa Madina baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhamia pale, ikaitwa Yathrib. Na ndio maana baadaye akaja akasema, man samma almadinata biyathrib, kuanzia leo atakayeita Madina kwamba ni Yathrib, falyastaghfirillaha, aseme astaghfirullah, 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 innaha taba hiya taba hiya taba. Huu ni mji mwema, wenye wema, wenye watu wema, unaoishiwa na watu wema. Kwa hiyo hawa Banu Qainuqa walikuwa wanakaa katika sehemu inayoitwa kwa sasa hivi, jiografia ya sasa, ramani, ndugu yangu Muislamu unaoniangalia, ni kwamba Ghazwat Banu Qainuqa ilitokea katika eneo la Muhattat Salim petrol station, Salim petrol station kwa sasa hivi, ambapo ni karibu na msikiti unaoitwa Masjidu Bilal, pahala ambapo pana maduka, yani ni kama mtaa wa Kongo, pako bize sana, na ndiko ambako kunakopatikana vyakula hasa. Ukitaka sijui pilau, mandi, sijui vitu gani, unakwenda kule, na ni maeneo ambayo yamekaa kifamilia. Sasa hapa kuna Masjid Bilal. Alama ya msikiti huu ni msikiti mweupe, lakini juu una kuba la rangi ya kijani. Ni msikiti ambao umezungukwa na magulio watu, lakini hivi sasa kutokana na ukarabati, yani urekebishaji wa mji wa Madina, hivi sasa yani mpaka uende na mwenyeji, la sivyo itakuchukua muda kufikia pale, kwa sababu ukitoka pale ili uingie Masjid Bilal, unaingia katika sehemu ndipo kuna Masjid Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, lakini napo mpaka upelekwe ushikwe mkono. Kushotoni kwako kuna msikiti unaoitwa Masjid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nadra sana misikiti hii, kwa 98%. Watu wengi tunaokwenda Madina hatuijui na hatuwezi kufika mpaka ukamatwe mkono upelekwe hapa. Kwa nini pameitwa Masjid Uthman ibn Affan, Umar ibn al-Khattab? Pale kuna Masjid Ali ibn Abi Talib, hapa kuna Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Sababu ni kwamba maeneo haya Mtume alionekana akisali sala za Eid. Kwa hiyo na hawa makhalifa wanne na wao walikwenda kuhisha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu pahala ambapo Mtume aliposali masahaba walikuwa na kawaida ya kupita na wao wakaenda kusali pale. Masahaba walikuwa na kawaida, pahala alipopita Mtume na akasali, na wao walikuwa wanapita pale na wakasali. Hebu turejee katika katika Sahih Bukhari. Qala al-Bukhari rahimahullah, babu al-masajid allati ala turuq al-madinati wal mawadi' allati salla fiha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Bukhari rahimahullah, Muhammad ibn Ismail al-Bardasbi al-Ju'fi al-Bukhari al-Rusi qadiman qal haddathana Musa ibn Uqba qal ra'aytu Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yataharra amakina min at-tariqi فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري في صحيحه في باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari katika babu al-masajid, mlango unaelekea misikiti ambayo iliyomo pembezoni mwa njia ya kuelekea Madina au kutoka Madina au kutoka nje ya mji wa Madina, na maeneo ambayo aliyoswali Mtume, masahaba walimuona. Sasa Imam Bukhari katika sahihi yake Musa ibn Uqba akasema Bukhari, haddathana Musa ibn Uqba
ametusimulia hii riwaya Musa mtoto wa Uqba, na Musa mtoto wa Uqba akasema raaitu Salim ibn Abdillah,